Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafamilia wote wa Mkali Malela Herbal Rest Clinic, matumaini yangu wazima wa afya, na mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine ni mzima wa afya. Mwenyezi Mungu kanijalia pumzi mpaka sasa ni hai. Naam, ndugu zangu, awali ya yote kwanza naomba ni wafahamishe kwamba kwa sasa niko nchini Tanzania baada ya kumaliza muda wangu wa mwezi mmoja hapo Nairobi. Toka tarehe 30 nilikuwa hapa Tanzania mpaka leo tarehe 16 niko hapa Tanzania. Baada ya kufika tu Tanzania nililazimika kuweza kusafiri kuelekea mkoani Tabora. Kulikuwa na shughuli ya harusi. Kulikuwa na shughuli ya harusi ambapo ilikuwa wakiozeshwa vijana 4 kwa siku moja. Nilibahatika kuweza kuhudhuria harusi hiyo kwa sababu ilikuwa inahitaji baraka ya kimila na desturi katika upande wa matambiko. Hivyo nililazimika kuweza kufika kwa ajili ya kuweza kuhudhuria harusi hizo. Kama mlivyoona, kulikuwa na record ya kipindi ambapo kilikuwa kililuka hapo kwa YouTube. Kilikuwa kikionyesha kwamba niko huko tukifanya matambiko katika upande wa kuweza kudumisha mila na desturi, lakini pia kuweza kufanya matambiko kwa lengo la kuweza kuziombea kwa mizimu ndoa hizo zikapate kuweza kudumu, na hakika zitadumu. Wanasema muacha mila ni mtumwa. Sasa tujikite kabisa katika upande wa kuweza kutukuza mila zetu na desturi. Naam, nitakuwepo nchini Tanzania kwa almost karibu mwezi huu wote utaisha mpaka uchaguzi utakapokuwa umepita wa hapa nchini Tanzania. Nitakuwepo kwenye kuanzia matarehe 5, 6 huko 7 I think itakuwa tayari nimerudi tena Nairobi. Lakini tu niwakumbushe kwamba Nairobi huduma bado zinaendelea. Kipindi chote nilichokuwepo huduma zilikuwa zinaendelea, na mpaka sasa huduma zinaendelea katika watendaji wetu ambao tumewaamini kwa mara nyingine na kuweza kuwasimika hapo kwa kuamini kabisa kwamba ofisi itakwenda sawa sawa. Na tangu niondoke naona taratibu za kiofisi zinakwenda sawa. Napokea vipimo, napima na mrejesho, wanaendelea kufanya matibabu. Kwa hiyo Mungu akijalia, uchaguzi ukipita kwenye matarehe hayo niliyoyataja, basi nitakuwa nimerudi tena huko kwa lengo la kuweza kuungana nanyi kuendelea na harakati za huduma. Lakini pia naomba nitoe pole. Najua tumepatwa na pigo kubwa la kuondokewa na kiongozi wetu mahili nchini Kenya, kiongozi shupavu, mtu wa watu, msaidizi wa watu, mtetezi wa wanyonge, baba yetu, muhenga wetu, kiongozi wetu, ndugu Raila Odinga. Amefariki akiwa katika matibabu huko nchini India, na I think ameshaingia hapa Kenya tayari, kashaingia kwa ajili ya mazishi. Mwili wake umeletwa hapo. Nitoe pole sana kwa familia, nitoe pole sana kwa Wakenya, nitoe pole sana kwa Wanaafrika kwa sababu tumempoteza kiongozi mahiri, kiongozi shupavu, kiongozi mwenye kujituma, kiongozi wa wanyonge, kiongozi mwenye kujua thamani ya utu, kiongozi mwenye kujua umuhimu wa Wanaafrika. Katika historia yake fupi mimi nishawahi kuisoma, nikaja nikagundua kwamba ni miongoni mwa viongozi ambao wanajua thamani ya utu. Katika historia, mzee wetu huyo Odinga amesaidia watu wengi sana. Ni kiongozi ambaye alikuwa katika upinzani, lakini amesaidia watu wengi sana katika upande wa kusomesha na mambo mengine. Na ndo maana
naomba nitumie fursa hii kuweza kusema kiongozi mzuri ni yule asiyepuuza watu wake. Kiongozi mahiri ni yule ambaye anajali watu wake. Kwa hiyo kwa viongozi ambao tuko kwenye madaraka kwa sasa, mimi naomba tu nitoe rai, ushauri, japo si mshauri wa kiserikali, natoa ushauri kama Mwanaafrika, lakini pia natoa ushauri kama mwananchi. Kwa viongozi wote wa Afrika, tuige mifano ya viongozi hawa ambao walikuwa katika madaraka kipindi hicho na sasa hatuko nao. Na ukitaka uandike jina lako vizuri, ishi na wananchi wako vizuri. Ukitaka uliandike jina lako vizuri, uzikwe vizuri kwa heshima zote, kwa vilio vingi vya wananchi wako. Fuata wanayoyahitaji wao. Wanasema wengi wape. Sasa kuna baadhi ya viongozi wengine unakuta wanafanya yale ambayo wachache wanayataka na wanaacha yale ambayo wengi wanayataka. Hapo ndipo ambapo viongozi wetu wa Afrika wanapofeli. Kwa hiyo mimi niwaombe viongozi, tujaribu kuweza kufuata nyayo za watangulizi wetu, walikuwa wakifanya nini, kwa sababu kwa bahati nzuri historia zipo kwenye vitabu. Kwa bahati nzuri historia zipo kwenye klipu hizi. Ukiingia huko mtandaoni ukigoogle, labda pengine Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anafanyaje, kina Jomo Kenyatta walikuwa wanafanyaje, kina Raila Odinga walikuwa wanafanyaje. Yani unapata mfumo mzuri kabisa kwamba unatakiwa uishi vipi na wananchi wako. Na kwa bahati nzuri tuna katiba za nchi. Hebu tujitahidi basi hata angalau kufuata mifumo ya kikatiba. Ukitaka uliandike, narudia tena, ukitaka uliandike jina lako vizuri, fuatisha yale ambayo wananchi wanayahitaji. Fuatisha yale ambayo mabosi wako, kwa sababu wananchi naweza nikasema si watawaliwa, isipokuwa ni mabosi. Mabosi wa wewe uliyepewa nafasi ya kuweza kukaa hapo. Kwa sababu waliokuchagua ni wao. Wewe ni mtumishi wao. Kwa hiyo siwezi kudiliki kusema kwamba ni mtawala kwa wale, unawatawala viongozi. Hapana, wale ni mabosi kwa sababu wamekupa nafasi ya kuweza kukaa hapo kwa lengo la kuweza kuongoza. Kwa hiyo tuige mifano hiyo. Ukitaka uzikwe vizuri, unaweza ukaona mfano mzuri wa Raila, namna ambavyo ameweza kupokelewa, namna ambavyo amerakiwa kwa viongozi wa chama na serikali, namna ambavyo amerakiwa na wananchi ambao walimchagua. Kwa hiyo ndugu zangu, natoa ushauri kwa mapana kabisa kwamba viongozi tulioko madarakani katika nchi zetu zote za Afrika, tuige mifano ya watangulizi wetu. Tuige mifano ya watangulizi wetu ili tuishi vizuri. Ukitaka kuliandika jina lako vizuri, ishi vizuri na wananchi. Yani ukitaka kuliandika jina lako vizuri, ishi vizuri na wananchi. Ni silaha kubwa sana. Silaha kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kenya, natoa pole na salamu za lambilambi kwa msiba ulioweza kutufika. Huu sio msiba wenu pekee, isipokuwa ni msiba wa Wanaafrika wengi, kwa sababu ni kiongozi mkubwa ambaye ana historia kubwa sana. Amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Ni kiongozi ambaye ameishi. Kwa hiyo hebu naomba nitoe rai kwamba tuyaishi mazuri aliyoyafanya, lakini pia wanasema binadamu hajakamilika, binadamu sio mkamilifu. Tuyaishi mazuri aliyoyafanya, lakini pia tuyaache mabaya aliyoyafanya. Narudia tena, tuyaishi mazuri ambayo kayafanya na tuachane na mabaya ambayo kayafanya. Najua kwamba si kana kwamba yote aliyoyafanya ni mazuri, hapana. Kuna mabaya pia, lakini sisi hayo mabaya tuyaache, tuchukue mazuri tuyaishi. Hiyo tu ndo rai yangu kwenu Wanaafrika wote, viongozi wote ambao mko madarakani kwa sasa. Tufuate nyayo. Isiwe unafariki dunia, wananchi wanadiliki mpaka kuchoma jeneza kwa sababu ni mtu ambao walikuwa wakikuchukia.
tusiandike jina kwa namna hiyo. Tuandike jina kwa mazuri ambayo yanatakwa na wananchi. Hiyo ndo rai yangu. Kwa hiyo kwa leo sitaweza kuzungumza sana. Clip yangu hii ilikuwa ni kuweza tu kutoa mwongozo au kutoa taarifa kwamba kwa sasa niko wapi, na pia kuweza kutoa pole kwa Wakenya na Wanaafrika wote kwa kuondokewa na mpendwa wetu ndugu Raila Odinga, ambaye alihujumu katika chama na serikali kwa muda mrefu. Amejizorea umaarufu mkubwa sana ndani ya nchi ya Kenya na bara letu lote la Afrika. Kwa hiyo natoa rai, natoa pole sana 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 kwa Wakenya pamoja na Wanaafrika wote. Tuko pamoja. Narudia tena, tuko pamoja. Huu ni msiba wetu sote. Tutaendelea kumwenzi mzee wetu, tutaendelea kumwenzi kiongozi wetu. Wanasema binadamu hafi isipokuwa anaacha mwili. Tayari kaishageuka kuwa mzimu yule. Hakika unalolisema atakusikia na ataweza kutenda. Kwa itoshe kusema ndugu zangu, asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri cha pole kwa Wanaafrika wote kwa kuondokewa na kiongozi wetu mahiri katika taifa la Kenya. Asanteni sana, tukutane katika vipindi vingine.